Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kuchukua fursa hii na nafasi hii kwa kuweza kuwakaribisheni tena katika channel yetu hii ya Dimo TV. Channel hii imekuwa kipaumbele sana kuweza kuwaleteni masomo mbalimbali yanayohusu masuala yetu haya ya tiba za asili. Darasa letu la leo nitapata kukuelekeza namna ambavyo unavyoweza kutumia surati Nashrah kwa ajili ya kuweza kufungua milango ya riziki, kwa ajili ya kuweza kurahisisha wepesi wa riziki kwa kutumia sura hii Alam Nashrah almaruf, kwamba watu wengi tunaifahamu katika kuitumia dhidi ya majambo yetu mbalimbali ambayo yanatukabili, dhidi ya kuweza kurahisisha jambo zito kuwa jepesi. Na vile vile hutumika sura hii katika kuondosha mabalaa na matatizo ya namna mbalimbali yaliyofungamana. Kwa hiyo sura hii ina upana mkubwa sana kwa kuweza kutuondolea matatizo mbalimbali. Hivyo mimi leo nitakuelekeza namna ambavyo unavyoweza kuitumia sura hii kwa ajili ya kuweza kurahisisha wepesi wa riziki. Kwa kama labda wewe ni mfanyabiashara, unahitajia kuweza kupata wateja katika biashara yako. Wewe hapo ulipo ni mfanyakazi, mishahara yako haitoki kwa wakati, bimaana inasuasua, unataka upate wepesi wa mshahara wako. Wewe hapo ulipo maisha yako yamekuwa ni magumu sana kwa sababu ya ukosefu wa pesa, basi tumia njia hii, ina uwezo wa kukusaidia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni namna gani ambavyo unavyoweza kutumia sura hii Alam Nashrah kwa ajili ya kurahisisha wepesi wa riziki, wepesi wa riziki. Usiseme na jaribu kupitia huu mfumo na ukupa. Wewe ufanye ukiwa unajiamini, tena ukiwa na yakini kabisa kwamba mimi nafanikiwa mambo yangu kwa kutumia njia hii. Ni namna gani ambavyo unavyoweza kufanya kwa ajili ya kuweza kurahisisha wepesi wa riziki? Utaratibu ni huu hapa. Utaisoma hii sura kila baada ya kipindi cha swala ya faradhi, bimaana kama ni kuanzia subuhi, dhuhuri, asr, maghribi mpaka isha. Unahakikisha kwamba kila baada ya kipindi cha swala ya faradhi unasoma hii Alam Nashrah mara 21. Kila unapomaliza kuswali swala ya faradhi unaisoma mara 21. Na baada ya kusoma mara 21, kuna kipengele kidogo hapa natakiwa ukielewe kwa uzuri zaidi. Kila unaposoma Alam Nashrah, kila unaposoma Alam Nashrah, maana ile sura ina aya 8. Sasa kuna aya ya 5 na aya ya 6. Ukizifikia hizi aya, kuna aya ya 5 na aya ya 6. Hizi aya ukizifikia pale, unabidi ukariri kwa kusoma mara 11, alafu kisha ndo naingia sura ya pili. Na maana bimaana kwamba kila unaposoma ile sura Alam Nashrah, ukifika aya ya 5 na aya ya 6, hizi aya hizi unazikariri mara 11, alafu kisha ndio unamaliza sura yako yote. Utafanya kwa utaratibu huu: Alam nashrah laka sadrak ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Ukifika sasa hizi aya mbili, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, hizi unazikariri mara 11. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, fa innamal usri yusran, innamal usri yusra, fa innamal usri yusran, innamal usri yusran, fa innamal usri yusran, innamal usri yusran, mara 11. Ukishamaliza ndo nasema fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hiyo inakuwa ni moja. Unarudia tena Alam Nashrah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innamal usri yusran, innamal usri yusran, fa innamal usri yusran, innamal usri yusran, fa innamal usri yusran, innamal usri yusran, fa idha falaghta fansab wa ila rabbika farghab.
Hivyo hizi aya mbili, aya ya 5 na aya ya 6 unazikariri au unazirudia mara 11, alafu kisha ndio unamaliza alam nashrah yote. Unakuwa na hesabu hiyo moja, unaenda mpaka alam nashrah 21. Hapo umeelewa sio kwa uzuri Sasa ukishasoma katika utaratibu huu, ukishamaliza hii alam nashrah mara 21, kisha unamswalia mtume mara 100, alafu kisha unasema la ilaha illa Allah mara 100. Baada hapo unasoma surat al-Fatiha 1, unaomba sasa shida yako ya Mwenyezi Mungu akurahisishie wepesi wa riziki. Njia hii itapendeza sana ukiifanya ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na utaifululiza ndani ya siku 7 mfululizo. Ndani ya siku 7 mfululizo. Sio, tumeelewana Siku 7 mfululizo. Na kuambia ukimaliza katika mfumo wa usomaji wa namna hii, ukimaliza utaratibu huu, utaniambia, utanipa shukrani zangu, kwa sababu huu mfumo sio wa kubahatisha. Ni mfumo ambao watu wameufanya na ukatoa majibu. Sio mtu mmoja, ni watu waliofanya na ukatoa majibu. Kwa hakikisha unaofanya katika utaratibu ambao mimi nimekuelekeza juu ya kuitumia surat an-Nashrah kwa ajili ya kuweza kurahisisha wepesi wa riziki ndani ya kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama utakuwa na maswali, utakuwa na maoni, kuna mahala haujaelewa, basi unaweza ukaacha maoni yako katika sehemu ya comment hapo chini. Vile vile pia kama unahitajia visomo vya dua, tiba za maradhi, tiba za matatizo ya namna mbalimbali, basi usisite kuweza kuwasiliana na mie. Namba zangu za simu zipo katika sehemu ya description hapo chini, na katika screen pia namba zangu za simu zinapita. Pia na watikeni Waislamu wote mwezi mtukufu wa Ramadhani mwema, Ramadhani Mubarak, Ramadhani Karim. Aliyekuletea darasa hili si mwingine ni mie wako Maalim Kombo. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.